madansa. Wakaniangalia wale ndio kucheza. Hii ni dansa yake. Ngoja. Kila mmoja anamuuliza dansa yake hiyo. Hii inaitwaje hii? Hebu niambie. Inaitwaje hii? Umepona wewe, tuambie na wewe inaitwaje? Hebu weka kitu mara ya mwisho. Weka hawa tuone naona anacheza hiyo dansa yote. Kama mtoto wako. Hiyo ingine amwezui kabisa. Haya. Amen. Hawa ni madansa. Kama kuna shida na madansa, Junior pia nikupatie madansa. Niko na madansa hapa. Kwa hivyo hawa ndio watakao kuwakilisha siku ya harusi. Unajua, baadaye kutakuwa na mazoezi ya wamama na vijana. Sawa? Wamama watachagua nyimbo yao nzuri ya harusi, wana pia nao watatembea na bibi harusi. Nitaenda kule nimwelekeze yule pastor nimwambie hawa watu wamekuja huku wa Jerusalem. Wapatie vile wanataka. Watakazie tu hatua hii inayofuata ni kanisa la Jerusalem linaongoza. Sasa waone wamama wa kizazi. Baki tutaweka baki sifa bali. Ndio. Ndio wale vijana wetu wa visuti navyo waonyeshe kipawa chao kule, si ndio? Waonyeshe ile dimba walionayo. Si sawa? Pale tutajilia sifa. Iwe nitasema hapa kuna watoto wangu na siwezi kukuja hapa nifungiwe. Sawa? Acha zimtenda hivi. Hivi ndivyo, si ndio? Utazivaa wakati wako mnadance. Watu wakianguka mnawashika, mapasta wakianguka. Sasa ukiwa una shida na madansi mahali popote, kama una show, Mungu amenipea hiyo kipawa na niko na watoto. Amen. So usipate shida kabisa na madansi. Kuna dansa professor. Kuna engineer. Amen. Yes. Tunaona hapa Yesu anatufanya hivi anafanya. Amen. By the way, Mungu juu sana kwa sababu ya sifa kwa mitandao. Mungu juu sana. Ninawapongeza. Unamjua huyu? Anatoka yaani anaenda anacheza mpaka anakuwa kipekee. Amen. So niko na madansa wa mama, niko na madansa wazee, niko na madansa vijana, niko na madansa teenagers na niko na madansa Sunday school. Lakini Sunday school ni wakali. Uchayo na hao vitoto hizi vitoto. Kuna katoto hapa kanaitwa Vero. Na wale kutatu. Na kina Pion. Na hawa majamaa pale. Wale hawaonekani ba. Baada ya harusi tutaiwekea Sunday school. Dakika ngapi? 10. Waonyeshe kivumbi cha Yerusalemu. Hata zile nguo ambazo ndio wamevaa katika. Amen. So kutakuwa na kivumbi. Si sawa? Wewe nakwambia hivyo wewe usitoe fare. Hii mambo ukayakosa. Tutakuja kukusimulia. Hatutaiweka kwa mitandao. Amen. So ninashukuru sana madansa wangu. Wacha tumuzawadie. Obvious kwamba hamujacheza bure, mmekuja na zawadi. Hatutaki zawadi ya kucheza peke yake.
Mbona Mungu kabisa kabisa? Rudini mkachukue zawadi kurudi. Kulete huyo mtoto. Wewe. Ulisema huku sana uchungu. Siku sana. Ati huku sana uchungu. Nimetoka niko mbali, usiniogope. Sasa tunasemezana kupitia maji. Unasema huku sana uchungu. Kwa hivyo hata kusikia uchungu wote. Kulikuwa masaa. Kwa hivyo hata kwa karibu kutafuta mwingine yani hautaki kabisa baba. Sasa fanya hivi, tafuta mwingine maana wako hawazai na uchungu wewe. Fanya haraka. Ukilia ulie kabisa umalize. Si afadhali hivi. Kila mwaka. Sijui dhahabu. Yes. Dhahabu usikae kama hao wengine. Biblia inasema nendeni mkazaane. Wao acha wakati na watu tu kwa viungo. Wataenda kulaaniwa. Watakosa mbingu. Wewe achilia kabisa, mwambie Mungu nimekuja na sijakuja na mayai. Zote nimesema leo. Kuna kijana alileta bibi hapa, ilikuwa ni siku ya kumwagiwa mafuta. Alisema bibi yake amezaa watoto wangapi? 11. Na alikuwa ni mtoto mdogo sana. Sawa? Sasa yule anaenda mbinguni. Unajua kurudi na vitu Mungu alikupatia ujifuatilie duniani. Uende kawa na mikubwa sana. Wana mama wanasema na huyu pastor naye. Si kwa lazima waiane. Siseme hivyo kasema baba amesema tukazaane, alafu kutoka hapo baba hakuna unga. Utakosa. Na mapema. Wewe jaribu. Wewe nenda na mipangilio yako. Uuze viwanja viishe. Amen. So nasema kusikia uchungu. Amen. Kuna mtu alizaa hapa Yerusalemu alisikia uchungu. Amen, nilimwombea. Mimi najua. Wako kusikia uchungu. Ulisikia? Wewe ni mwoga. Anayesikia uchungu sababu ya kuzaa ni mwoga. Kwani ulikuwa na mimba ili afanye nini? Si alia. Sasa ni atoke. Nisikie mtu anasema ni uchungu nako. Wakati wa kumtafuta kusikia uchungu. Au yule amenijibu vizuri. Nisikie mtu anasema nisikie uchungu hapa. Na wakati wa kumtafuta niliwaambia kuna mama mmoja alipigiwa simu na mtoto wake. Akaambiwa mama, niombe mtoto wangu analia bila siku, na akaulizwa na mama, wakati ulikuwa unamtafuta mtoto ulikuwa unalala? Ulikuwa ulali unasema mtoto alali. Sasa amechukua spirit ya mamake. Ule mtoto akacheka. Lakini mama akamwambia sawa mpeleke kanisani kesho. Lakini alikuwa kuna kitu anajaribu kumwambia. Kwa hivyo hakuna uchungu kwa kuzaa. Maana ni maandiko. Lazima tuzae na watoto tuwalee. Wala wakati tunawatafuta kwa njia nzuri sana. Sawa. Unatafuta njia ambayo Bwana hutaki aende kwa mtu mwingine. Kwa niletee mtoto wangu. Vipi? Naendeleaje bwana? Wacha tukuombee sisi. Sasa tulimwombea lakini tunamtamkia kwa ajili ya kumzawadia.
Baba yangu ninasema ni asante. Tazama Baba, nimeshika kiumbe chako na mzee wake, ukambariki na mtoto na ukasema mtoto ni baraka kubwa sana. Nasi tumeikamata mahali hapa Bwana, mtoto huyu hajaiva sana na mtu yoyote. Ulisema Baba, ufalme wa Mungu umefanana nao. Nasi Bwana, wakati wa kwenda kumbariki mtoto huyu ili tukaweze kubarikiwa. Basi ninamwombea Baba, wakati tunakwenda kumbariki mtoto huyu, kwa maana Baba ndivyo ulivyosema ya kwamba tukibariki tutabarikiwa, bali atakayemlaani atalaniwa. Ninamwombea mtoto huyu maombi ya ulinzi na maisha yake. Yeyote atakayemnyoshia kidole kibaya kimrudie mwenyewe. Yeyote atakayetamka maneno mabaya basi amrudie mwenyewe. Lakini ukamlinde katika maisha yake. Uepushie maroho ya mahoma na kulialia usiku, bali ukamlinde na kumpatia afya kila wakati. Asante kwa maana wewe ni Mungu ambao unaenda kumlinda na kumbariki. Kwa maana ukibariki mtoto umebariki familia. Basi ninakushukuru kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu. Wacha tunapoenda kumbariki Baba ikawe baraka kubwa katika jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na hata kuamini. Haya, tumbariki. Songeza hiyo Marekani vizuri. Haya. Sawa. Umefikiria nini bwana? Asante kwa salata, Mungu akubariki.
Hata kanyimbo ni katamu. Ni katamu. Hata sijui umefikiria nini ile budget. Ile budget. Unafikiria nini wewe? Bado umetuburudisha vizuri kweli. Haya. Tumeshukuru. Amen. Tumefurahi, si ndio? Wanataka tena lakini ngoja baadaye. Ukishamaliza huduma kila kitu. Watia. Irayani. Asante. Shika wewe, wacha kuogopa. Kwa nini unashika mtoto? Watatu au peke yake na kuombea umbege. Asante Mungu wangu kwa maana mtoto mkono wako na ushikisha fedha akuje kuwa kuzishika nyingi za maofisi na za biashara. Bwana wangu ninasema ni asante kwa mikono hii ndio itakayoshika kalamu na mapesa ili akutumikia taifa la Kenya pamoja na wazazi wake na ndugu zake katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. So Mungu awabariki na Mungu azidishie.